Naam, karibu mtazamaji wa RTV katika jioni ya leo ama usiku wa leo. Hii ni makala maalum kuhusu uchaguzi wa Rwanda ambapo tunadurusu mbio za uchaguzi kuanzia tarehe 14 mwezi huu mpaka tarehe 3 utakafanyika uchaguzi wa Wanyarwanda wanaoishi katika nchi za kigeni, pamoja na tarehe 4 kwa Wanyarwanda ambao wanaishi hapa nchini. Tunajaribu kutathmini jinsi wagombeaji watatu akiwemo Mheshimiwa Paul Kagame wa chama tawala cha RPF Inkotanyi pamoja na Frank Habineza wa chama cha Green Party ama chama cha kijani, pamoja na mgombeaji binafsi Philipo Mpayimana, ambao wanaendelea kuzunguka hapa na pale nchini kuweza kunadi sera zao kwa wapiga kura, ili kwamba tarehe 4 mwezi Agosti mwaka huu waweza labda mmoja wao kuweza kuibuka na kuiongoza nchi hii katika kipindi cha miaka 7 inayokuja. Kwa hivyo tunachambua, tunadurusu mbio hizi, tunajaribu kuangalia sera za wagombeaji, ni kwa namna gani wapiga kura watachukua sera hizi na kuweza kuwachagua. Katika usiku wa leo, kama kawaida, siko peke yangu. Tutakuwa na wachambuzi wawili hapa ambao baadaye nitawatambulisha, lakini baki nasi msikilizaji na mtazamaji wa RTV kuweza kuchambua mada hii. Karibuni. Mtazamaji wa RTV, ni kwamba kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi, ni kwamba katika studio zetu za RTV usiku wa leo ni makala maalum kwa lugha ya Kiswahili, ili kuweza kuwafanya wasikilizaji, watazamaji wetu, hadhira yetu ya Kiswahili kuweza kutambua kulikoni katika uchaguzi huo mwaka 2017 nchini Rwanda. Kwa hivyo katika mada ya leo siko peke yangu kama nilivyosema katika utangulizi. Kulia kwangu niko na mzee Isidore Gahamanyi ambaye ni mzee mwenye uzoefu katika masuala ya kisiasa hapa nchini pamoja na katika eneo hili la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa ujumla. Vile vile kwa sasa hivi ni mtetezi wa haki za binadamu, lakini vile vile ni mchambuzi. Karibu mzee katika studio. Nashukuru sana mtangazaji. Naam. Kushoto kwangu ninaye bwana Tom Ndahiro. Tom Ndahiro ni mtafiti na mfuatiliaji wa siasa za Maziwa Makuu, mwandishi wa vitabu, na ukipenda muite mwanazuoni. Kwa hivyo ni mtu ambaye kidogo ana utajiri wa kufahamu takribani miaka mingi sana. Karibu mzee Tom. Asante sana. Naam. Mtazamaji, hao ndio wachambuzi wetu katika usiku wa leo. Tukipata bahati, mawasiliano ya ikubali, tutakuwa na Dr. Rusanganwa Joseph kutoka kule Butale katika wilaya ya Huye. Itakavyokubali katika masafa ya Skype tutaweza kuungana naye, lakini endapo haitakubali basi nitakuwa na wachambuzi wangu wawili hapa kuweza kudurusu mbio hizi kama nilivyosema za uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 nchini Rwanda. Lakini kimsingi tunaanza na upekee wa uchaguzi huu. Tumekuwa tukishuhudia chaguzi mbalimbali barani Afrika zikiwa na matatizo ya hapa na pale chungu nzima. Kukiwepo na matatizo baada ya uchaguzi, katika mchakato wa uchaguzi. Lakini katika uchaguzi wa Rwanda ukianzia mwaka 2003, 2010 na leo 2017 ni kama hali imetulia shwari. Kwa hivyo najaribu nikianza na wewe mzee Isidore Gahamanyi. Kwa nini hali inapokuwa hivi? Kwa nini kuna utofauti fulani kati ya uchaguzi wa Rwanda na uchaguzi katika nchi hata ukipenda za maeneo Maziwa Makuu? Mimi naamini kwamba utofauti uliopo kati ya chaguzi za nchi zingine jirani na sisi inatofautiana kutokana na historia ya maisha yetu ya siasa, ya kisiasa katika nchi hii. Baada ya mauaji ya kimbari kwetu hapa mwaka 94, kumekuwa na serikali ya mpito ambayo ilikuwa ni serikali ya vyama mbalimbali na watu mbalimbali waliokuwa humu, na wengine wamefundisha vya kutosha ubaya wa ubaguzi kwa misingi ya ukabila, na wanasiasa wamesaidiana kabisa kuwaeleza wananchi kwamba Wanyarwanda ni wamoja. Wakaeleza misingi ya umoja, wakaeleza kwamba Wanyarwanda hawana kabila yoyote. Kutokana na misingi ya kabila ni nini na tofauti ya kabila ni zipi. Kwa hiyo Wanyarwanda wamekuja kuona, na bahati nzuri serikali iliyokuwa inaongozwa na RPF tangu wakati huo imeonyesha kujenga umoja. Imeonyesha yale siasa ya RPF inavyosema ndivyo vinavyotendeka hata kule vijijini na mahali pengine na kwenye huduma mbalimbali.
Wananchi wakajifunza, wakaona utofauti uliopo kati ya serikali zilizotangulia kabla ya genocide na serikali hiyo ambayo imekwenda kuongoza mpaka 2003. Kwa hiyo 2003 watu walipoanza kuchagua walikuwa wameanza kufumbua macho yao na kuona, wakaona kwamba yaliyopita si ndwele, sisi tuendelee. Ndio sisi tuendelee na haya yaliyopo. Kwa hiyo wananchi kwa moyo mkunjufu wakajitoa kwenda kwenye sehemu za uchaguzi na kuchagua wenyewe, wakihusika, wameandaa uchaguzi wenyewe, wakasikiliza wanasiasa walivyokuwa wanazungumza, wakaenda wakachagua kwa moyo mkunjufu bila hatari, bila kulazimishwa na mtu. Na wageni walishangaa, wakasema watu waliokuwa tofauti miaka yote, mbona hali inakuwa hivyo? Wakachanganyikiwa. Kwa kweli walichanganyikiwa, kwa sababu waliona wananchi wamebadilika mara baada ya miaka ile mpaka 2003, baada ya kupikwa kisiasa, wakawa ni kitu kimoja. Ndio maana Wanyarwanda wamejifunza kwa historia yao, ndio maana wanakuwa tofauti kabisa na nchi zingine. Asante. Labda nigeukie kushoto kwangu mtazamaji, ambapo nimesema kwamba niko na mwandishi wa vitabu, lakini vile vile mtafiti katika masuala ya mauaji ya kimbari, Bwana Tom Ndahiro. Mzee Gahamanya amegusia swala la kihistoria. Umekuwa ni mwandishi, umekuwa ni mtetezi, umekuwa umefuatilia siasa hapa na pale. Mwaka 2003 ambacho pengine labda hajagusia ni kwamba kulifikia hatua hata Wanyarwanda wa kule ngazi za chini wakachangia nguvu zao kuweza kusababisha kwamba ule uchaguzi wa mwaka 2003 uweze kwenda salama salimini na mambo yakawa sawa. Labda kwa mtazamo wako, 2003 ikiwa imepita tu miaka kidogo baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, huu mori, hii ari ilikuwa inatoka wapi? Ari inatokana na masomo au mafunzo tuliyopata kutoka kwenye historia yetu, kama alivyozungumza Mzee Gahamanyi. Mwaka 2003 ilikuwa ni miaka 9 tu tangu mauaji ya kimbari yalivyotokea, mauaji dhidi ya Watutsi. Mwaka huo wa 2003 kulikuwa na uchaguzi. Kwanza kulikuwepo na kura ya maoni kubwa ya kuchagua katiba ya Rwanda mpya. Na katiba hii ndio inaleta mabadiliko. Kwanza inaleta mabadiliko ya kisiasa makubwa inayotofautisha Rwanda na nchi zingine, na ambayo demokrasia ambayo iliyopo hapa Rwanda inakuwa kama nguo iliyoshonwa kwa mtu, kwa kumpima mtu. Ni demokrasia ambayo inaifiti Rwanda. Historia yetu ilikuwa ni historia ya Rwanda ni historia mbaya. Historia ya vyama vingi vya kisiasa ilianza kabla Rwanda haijapata uhuru. Hazikuwa ni siasa ambazo zilikuwa kwanza zilikuwa sio siasa ambazo zinapigania uhuru kwa baadhi ya vyama vilivyokuwepo, na baadhi ya vyama vilikuwa ni vyama ambavyo vilikuwa na misingi ya kibaguzi. Unapozungumzia utofauti inabidi uangalie kwanza, utoe hata mifano. Wakati nchi jirani ya Rwanda zilipokuwa zinatafuta uhuru, zilikuwa zinazungumzia umoja wa wananchi, umoja. Katika majina ya vyama vya kisiasa, ukienda Tanganyika wakati unakuta Tanganyika African National Union. Unakuwa neno national na union. Utaifa na muungano. Rwanda kulikuwa na chama ambacho kilichoongoza Rwanda wakati Rwanda inapewa uhuru kutoka kwa Belgiji. Ni chama ambacho kwanza kilikuwa kinadai kuwa hakitaki uhuru wa Rwanda. Anataka nini?
kilikuwa kinafurahia kusema kuwa tuondoe Watusi na baadaye tutafikiria masuala ya uhuru. Hizo siasa za kibaguzi zilianza mauaji ya kimbari wakati ule. Watu wengi wanadhani mauaji ya kimbari yametokea mwaka 94. La hasha. Mauaji ya kimbari yametokea miaka mingi. Ukimuuliza mzee Gahamanyi, yeye miaka ile yaliyokuwa yanatokea na mpaka wote tukawa wakimbizi, nikiwa mtoto mdogo, yeye akiwa ni kijana wa rika ya ujana. Wakati wengine walipokuwa wanazungumzia umoja, wengine walikuwa wanazungumzia utengamano. Kutengana. Sasa siasa zikaja kuwepo. Baada ya hapo kuwepo na siasa ya chama kimoja, MDR Parmehutu, chama cha kuwakomboa Hutu, na sio chama cha kitaifa. Baadaye kukawa na mapinduzi mwaka 73, ikaja MRND ambayo baadaye mwaka 1978 ikaandika katiba ambayo ilikuwa inasema kila Mnyarwanda anazaliwa akiwa ni mwanachama wa chama hicho. Mpaka hapo baadaye ilipokuja RPF mwaka 90 kuanzisha vita, ilikuwa inaambia serikali, jamani, vitu hivyo ambavyo mnafanya sivyo. Na mwaka 90 vita vilianza baada ya miaka kadhaa ya kuieleza serikali kuwa mambo yalikuwa yanatokea sio sahihi. Sasa katiba ya mwaka 2003 ambayo ni irejelea, ambayo inaleta utofauti mkubwa, ni siasa ambazo zinaleta mwanya wa kufungamana kwa vyama vya kisiasa. Mwaka huu 2017 chama tawala RPF kinaungwa mkono na vyama 8. Lakini muungano huu haukuanza leo. Kuna makala nimeichapisha leo, nilikuwa naonyesha kuwa historia ya muungano wa vyama hivi kuwepo haikuanza leo, ina zaidi ya miaka karibu 25 hivi. Lakini mzee Tom, samahani kukatishe, kwa sababu ninapojaribu kulinganisha semi zenu wawili, ni kwamba nchi hii imekuwa na historia mbaya ambayo kimsingi tunaisoma, hata wale ambao umeishi wanaijua kabisa kama ulivyotangulia kusema. Lakini tumeona kwamba katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na utengamano, kumekuwa na utulivu katika swala zima la kuendesha uchaguzi. Katika hizi nchi ambazo umetaja kwamba zimekuwa na historia nzuri, zimekuwa na utaifa, zimekuwa na miungano ya hapa na pale, zimekuwa zikihubiri umoja miongoni mwa wananchi wake. Sipendi kutaja majina ya hizo nchi, lakini ukiangalia sehemu kubwa hizo nchi katika chaguzi zake zinakuwa na matatizo ambayo kimsingi leo hapa hatuna. Sipendi tuwe nayo, lakini najaribu kuangalia, je, ni kwa sababu ni ile kasumba ya mwanadamu na huruka ya mwanadamu ya kuweza kusahau kabisa tena kwa muda mfupi, kiasi kwamba sisi ambao pengine labda tuna miaka 23 baada ya mauaji ya kimbali dhidi ya Watusi ndio bado tunakumbuka, lakini wenzetu ambao pengine labda hajakuwa na matatizo wameshasahau. Labda kati yenu mzee Gahamanyi kianza na wewe. Samahani kidogo. Unajua, usipokuwa na mwanadamu asipokuwa na kumbukumbu anakuwa na tatizo kubwa. Sasa kusipokuwepo na kumbukumbu ya kitaifa kunakuwa na tatizo kubwa zaidi. Kwetu sisi ni kama mtu sijui ni usemi wa Kinyarwanda au ni usemi wa wananchi wengi wa Afrika. Mtu aliyeumwa na nyoka akiona mjusi anashtuka. Hata akiona mjusi anashtuka. Sisi sasa tukona, nadhani nyoka tuiona majoka. Tuiona majoka. Tuiona majoka. Utofauti, wengine waliingia kwenye vyama vingi baadaye. Vyama vingi vilikuja baadaye kuleta, sina tatizo ya kusema kuzungumzia mifano. Tuzungumzie mfano wa nchi ambayo nilikaa mimi. Tanzania, kabla Tanzania ilikuwa inaitwa Tanganyika. Ukiangalia chama kinachotawala sasa hivi CCM ni chama ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu tangu mwaka 77. Tangu mwaka 77. Lakini hakikuwepo tangu mwaka 77 pekee yake, kwa sababu CCM ilizaliwa na muungano wa TANU na Afro Shirazi mwaka 54. TANU ni ya mwaka 54, Afro Shirazi ni ya baadaye, lakini kusema kuwa hivyo vyama vilivyokuwepo kabla ya uhuru
na mapinduzi ya Zanzibar baadaye vikaungana, ni kwamba kumekuwepo na angalau na mstari ulionyoka wa vyama hivyo. Kwamba kuanzia wakati huo ndo waliweka sera ambazo kimsingi leo wanazi. Sasa vyama vingi vilipoingia vilikuwepo wakati ule, lakini vikafifia. Lakini baadaye tofauti na sasa ni kwamba ile hamasa ya demokrasia, unataka kujenga bunge lenye migongano ya wanaita mabunge ya Westminster, kutafuta uongozi na kuwa kama ni lazima kuwepo na purukushani na kukakara zilizopo za kisiasa. Lakini hapa kwetu kitu kinachozungumzwa ni kwamba kwanza tunataka nini. Ukiangalia kauli mbiu zote ikiwa ni kauli mbiu ya chama cha RPF, tuijenge Rwanda tunayoitaka. Au tuijenge Rwanda tuitakayo sisi. Ni kauli mbiu ambayo inaweza kuwepo miaka mingi. Ukiangalia chama cha demokrasia ya kijani, na wao hawana tofauti kubwa, kwa sababu wanasema kuna mambo ambayo chama tawala kimeyafanya, lakini inabidi tulete utofauti. Sasa hakuna kutofautiana kusipokuwepo na huo muungano wa vyama ambavyo unasema kuwa tunataka kushirikiana na RPF ili tuendeleze nchi yetu. Hivyo vitu ni vitu ambavyo nchi zingine huwezi kuvipata, kwa sababu hawana hilo tatizo lililotokea kama sisi ambao tunalijua sisi. Sawa. Acha tuende kwa Mzee Gahamanyi kwamba Mzee Toma amedai kwamba kuna utofauti kwa mfano kati ya chama tawala RPF pamoja na chama cha kijani. Si ndio? Tofauti za kisera. Kwa hivyo tuseme kwamba kuna uwezekano kwamba watu wanaweza kutofautiana lakini wasirushiane magumi. Labda unisamee kidogo nirudi nyuma kidogo. Historia ya siasa, mimi kama nilivyosema, mimi nimehusika sana kwenye mambo ya siasa kabla ya uhuru wa nchi hii Rwanda. Na nilipofika Tanzania vile vile kama mkimbizi nilibahatika kuwa kwenye ringo la kisiasa kule. Na nilifuatia sana nchi hizi zilizojirani. Kitu unajua, hatuwezi kusahau mambo yote haya yanatokana na utawala uliotangulia wa kikoloni. Hakuna asiyejua kwamba wakoloni katika kutawala walikuwa na principles na misingi kwamba sisi ili tuweze kutawala hao Afrika katika nchi moja lazima tuwagawe. Divide and rule. Vyama vya siasa vilivyokuwa vikipigania uhuru vilitambua hilo. Kila nchi ambayo haikutambua mpaka sasa bado ina matatizo makubwa. Kwa vile tumesema kwamba katika nchi za jirani na nchi za Kiafrika nyingi zina matatizo ya uchaguzi wa kidemokrasi, kwa sababu hawakuona hilo wengine. Walioliona wameliona kwa uelewa tofauti. Ndio maana unakuta bado kuna matatizo makubwa. Mimi niliishi Tanzania. Mwalimu Nyerere wakati anapigania uhuru na baada ya kupigania uhuru, kitu ambacho mmekifanya, kuna kiongozi mmoja amesema kama ungefika Tanzania baada ya uhuru ukasikia Mwalimu alivyokuwa anafundisha umoja wa wananchi, ungedhani kwamba kabla ya hapo kulikuwa na genocide. Lakini kumbe alikuwa anajua tatizo la utofauti kati ya Watanzania lililosababishwa na wakoloni. Si kwamba labda wamepiganisha makabila, lakini kulikuwa na tofauti ya kuelimisha makabila ya Tanzania. Kulikuwa na upendeleo mkubwa sana. Kuna sehemu zilikuwa zimefundishwa na kuna sehemu ambazo zilikuwa kabisa unakwenda kijiji unakuta watu wanafanya kazi za asili za zamani za babu zao. So Nyerere alipoingia alifundisha umoja wa Tanzania. Ukienda nchi nyingine ya kaskazini na East Africa, kuitaja sio mbaya, Kenya, nchi ile ilipopata uhuru, kwa kweli swala la umoja leo hili linazungumzwa sana. Lakini kabla wakati ule walipigania uhuru sana, wamekwenda maporini, lakini jambo la umoja halikuzungumzwa sana. Nchi zingine vile vile kwamba limezungumza baada ya mwaka 2007. Sasa leo hii kwetu hapa jambo hilo pamoja kwamba lilikuwepo, limeanzishwa na wakoloni, waliochukua serikali baada ya uhuru hawakuliona hilo, badala yake wameliendeleza wakaliweka kwenye sera za uongozi. Kwa sasa hivi tofauti iliyopo sasa hivi, RPF
ndio ni kama imeanza, kama tunaweza kusema ndio imeanza uhuru wa nchi, kuwatambulisha Wanyarwanda kwamba you are the one, nyinyi ni mmoja, ni nchi moja, ni watu wa moja. Ndio maana mwanasiasa mzuri wa Rwanda anayefaa anaanzia hapo, anaendeleza hapo. Ukienda kinyume na hapo ndio nilikuwa nataka niseme hilo lilikuwa ni swali langu la pili kwamba unajua kwanza Silvanus na kuomba hilo jambo ulifikirie. Mwaka 54 kutoa mifano ambayo unaijua ni vizuri, kwa sababu ni kitu mtu anaweza kuelewa ni kwa upeo upi tunaelewa hayo tunayozungumzia. Mwaka 54 wakati TANU inaanzishwa, katika imani zao ilikuwa ni binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Ndio moja huo. Binadamu wote ndugu zangu, Afrika ni moja. Hapa Rwanda chama tawala kilikuwa ambacho kilikuwa na nguvu za wakoloni. Walikuwa wanasema hapana, sisi tunapigania uhuru wa kabila fulani. Na ikifikia mwaka 60 mtu aliyekuwa rais wa kwanza wa Rwanda, Gregory Kayibanda, alitamka kuwa utofauti wa Wahutu na Watutsi ni sawa na viumbe kutoka sayari tofauti. Sasa unaweza kujiuliza kuwa mtu ambaye anafikiria kuwa nchi watu ambao wanazungumza lugha moja, watu ambao ni yeye kwanza mkewe na yeye walikuwa na hizo kabila ambazo walikuwa wanasema ni viumbe vya sayari tofauti, unadhani mtu huyo angeweza kuzungumzia utaifa? Kuzungumzia utaifa ni kitu ambacho kilikuwa ni wakati nchi zingine zilikuwa zinazungumzia utaifa. Hata nchi aliyozungumzia ya Kenya ambayo ilikuwa ukabila bado upo, ni kwa sababu huwa nafuatilia sana, ukabila upo, lakini angalau wakati ule kulikuwa na chama ambacho kilichukua hatamu ya uhuru, angalau kilikuwa kinazungumzia umoja wa Kenya na wa Afrika. Sasa sisi hatukuwa na bahati ya kuweza kuishi bila kuwa na migongano. Kwetu hiyo migongano na huo kabila ilipitiliza ikafikia kwenye mauaji ya kimbari. Lakini baada ya hapo unapofikia mahali umefikia mahali chini, ni sawa umefikia kwenye mvungu wa dunia. Unakuwa huna jambo lingine la kufanya ila kupanda juu, kupanda na unahakikisha usirudi huko. Sasa mara nyingi sera, ukiangalia katiba yetu, ukiangalia muungano wa vyama vya kisiasa na siasa zinazozungumzwa, kwanza tusirudi kule, twende mbele, na pengine tukipata muda tutazungumza mambo mengine. Ni kweli kama ulivyosema. Naam. Mtazamaji, ni kwamba tumegusia historia ya matatizo ya nchi hii ikilinganishwa na historia ya eneo hili la Afrika Mashariki pamoja na eneo la Maziwa Makuu, ambayo kidogo imekuwa ni msingi wa utofauti na upekee wa uchaguzi wa Rwanda ukilinganisha na chaguzi ambazo zimekuwa zikitokea katika nchi hizi jirani. Naam, katika sehemu hii ya pili ni kwamba tunaangalia sasa hii ngwe ya miaka 7 inayokuja baada ya tarehe 4 mwezi wa 8, kati ya hawa wagombeaji watatu atakayeibuka mshindi wa kuingia Ikulu kwa muda wa miaka 7. Najaribu kutazama nini hasa ambacho atahitaji kukifanya, ikilinganisha ukijaribu kutathmini mafanikio ya nchi hii katika usalama, tutatazama katika diplomasia ya kimataifa, tutatazama katika ulinzi na usalama kwa ujumla, katika ukuaji wa kiuchumi. Nini mtu huyu ambaye ataibuka mshindi kati ya hawa wagombeaji watatu atalazimika kufanya? Mzee Gahamanyi. Mimi nadhani atakayofanya, kwa kweli nadhani jiwe la msingi zuri limekushawekwa. Na limekwisha pakwa rangi kabisa. Ni kuendeleza yaliyopo. Ataendeleza yaliyopo na kwa misingi yote. Iwe kwa ile misingi yote mine ataendeleza. Lakini mimi ambacho natarajia kwamba atafanya ni kuendelea kuangalia watu wadogo, watu wa chini.
watu wa chini, kwa maana wasiokuwa matajiri. Tunasema wasionacho. Wasionacho au wanacho kidogo. Maana wanacho lakini ni kidogo. Itabidi aendelee kuweka msingi ya kuwasaidia kiuchumi na kijamii ili waweze kuendeleza familia zao na kuendeleza nchi. Ataendeleza masuala ya kufanya kazi kwa ushirika na mabanki. Atajaribu kufanya kwa mabanki ya warahisishie wananchi kupata mikopo kwa urahisi na bila riba ya juu. Hilo nadhani litasaidia sana kwa nchi, kwa wananchi wengi. Mzee Tomu, umegusia katika kipindi tuko katika utangulizi, umegusia kwamba ukitazama sera za chama tawala RPF, bila kumsahau hata mgombeaji binafsi, lakini umetoa mfano kwamba ukitazama hiki chama cha kijani ama the Green Party, ni kwamba chenyewe ni kama hakijakinzana sana na sera za chama tawala, lakini kinasema kwamba kinakuja kuongezea. Je, unahisi kwamba kuna mwanya ambao hiki chama cha kijani kinatakiwa kiongezee katika sera ambazo kimsingi zimeifanya nchi hii kuwa na uimara kiuchumi, uimara kisheria, uimara kiusalama na kwa ujumla? Siasa sio mchezo. Siasa ni sayansi. Siasa ni sayansi. Sio leo hii mimi nitoke hapa nasema nataka kuwa mgombea wa rais na niwepo bila nianzishe sera mpya. Umeuliza ni kitu gani kifanyike miaka ijayo. Ninacho sasa, unazungumzia utashi wangu au unazungumzia sera ambazo unaziona? Ni tathmini tu na uchambuzi. Tathmini, kwanza kuna vitu ambavyo vinahusu, nadhani sera za kuimarisha viwanda itakuwa ni muhimu, kwa sababu kuanzisha viwanda inabidi itasaidia kutoa ajira. Kuboresha muundo wa kilimo, tukizingatia ukubwa wa ardhi tulionayo, inabidi tubadilishe utaratibu uliopo. Kuna kitu kingine nadhani kipo nchi hii, sio unapozungumzia ukisikia ukitega sikio kidogo unasikia kwa nchi hii kuna matumaini ya madini. Sasa haya madini itakuwa ni kitu ambacho kitasaidia katika kuinua na kuboresha hali za watu. Kitu cha 4, kuna mpango ulioendelea wa kuwasaidia hawa wasio nacho sana kwa kuwainua. Huu mpango wa kuwasaidia kuwajengea kuwapa ng'ombe. Ng'ombe kuna sehemu za Rwanda ukienda ng'ombe, mtu akipewa ng'ombe hafikiri maziwa, anafikiria mbolea. Mtu anapata ng'ombe anafikiria mbolea, samadi itakayopewa na ng'ombe, na ili na hiyo samadi imsaidie katika kulima kilimo cha, na baadaye msaidie kumlisha ng'ombe, ampatie maziwa. Naam. Ni kitu ambacho ni muhimu. Kuna kitu kingine ambacho kinazungumzwa, nadhani kikiendelezwa itakuwa ni muhimu, ni Made in Rwanda. Kwa kuwepo na kazi za kuzalisha vitu vingi ambavyo vinatoka hapa Rwanda, hata kukiwepo ni kazi za mikono, kukiwepo ni kubadilisha au kuboresha mazao, ili kuyaongezea thamani, value addition, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, na kuongeza sekta ya huduma. Sekta ya huduma za ndani itasaidia sana, hasa katika sekta ya utalii. Bado tuko nyuma kidogo, na hayo yote ili uyafanye itakuwa ni muhimu sana kuendeleza au kuboresha sekta ya elimu. Na
ukisoma hasa manifesto au ilani ya chama tawala, vitu hivyo vimezungumziwa. Na chama cha kijani na huyu mgombea binafsi wanayazungumzia, lakini unaona kuwa hawazungumzi. Ni vitu, kuna wakati mwingine unasikia hotuba inayotolewa kisiasa unaona haina mashiko. Lakini kwa mimi nadhani kwa vitu hivyo kwa swala la usalama nadhani hilo utakuja hilo baadaye. Hilo ni mada ambayo tutaizungumzia. Unavyotathmini ilani za hawa wagombeaji watatu, Mheshimiwa Paul Kagame wa chama tawala cha RPF, Frank Habineza pamoja na Maimana, ni kwamba wote wanajaribu kuzungumza kama alivyosema Tom, lakini ukiangalia sera hasa ilani ya chama cha RPF ni kama kimezungumza kwa mapana makubwa hizi sera za kuhudumia wananchi, na hao wengine wanazungumza kweli, lakini kidogo yenyewe katika masuala ya kidogo mafinyu kidogo. Labda ni kwa sababu gani? Kwa sababu baadhi ya sehemu kubwa ya hizi sera zimeundwa na chama tawala, au labda ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama hao wengine hawajafikia hicho kiwango, basi Waswahili wanasema mwanzo mgumu. Kwamba wao wanaanza lakini wengine wanaanza. Sasa tatizo walilokuwa nalo wao ni kwamba chama tawala kimekushaanza kazi. Na kazi inaonekana. Wananchi wenyewe wanakiri. Wao na kazi ya chama cha RPF kwa wananchi si kuwapa, bali ni kushirikiana nao. Lakini nasikia hivyo vyama vingine ninavyowasikia mimi wanasema kwamba watatoa, alafu wataondoa kodi. Sasa mtu najiuliza, utatoa mwananchi yeye, mbona hutaji sehemu yake itakuwa ipi katika kujiendeleza mwenyewe? So Waswahili wanasema ukitaka kumpa mtu samaki usimpe, bali mfundishe kuvua samaki. Sasa hilo huwa nasikiliza kwamba mbona hawasemi wananchi wenyewe watakuwa na kazi gani ili kuweza kujiendeleza. Anasema tutaondoa kodi, tutawapa wanafunzi watakula bure. Sasa serikali nilikuwa najiuliza, walimu tutaongeza mshahara? Sasa unaondoa kodi, unaongeza mshahara, unanunua chakula cha wanafunzi. Sasa tunajiuliza sisi kama wananchi, tunajiuliza hivi fedha hizo zitatoka wapi? Serikali taweka kwenye budget ya kila mwaka? Na sasa hilo tunajiuliza. Ndio maana nilikuwa nasema kwamba kama alivyosema Tom kwamba kuongoza sirere mama, wanasema Waswahili. Kuongoza sirere mama. Kuongoza kunatakiwa sisi Wakristo tunasema ni kipaji, ni science. Lazima uwe na kipaji hicho na uwe umekwisha onyesha. Naam, tutarudi baadaye. Naam, mtazamaji, makala ni makala maalum tukijaribu kudurusu safari za kuingia Ikulu mwaka 2017. Tukijaribu kutazama hawa wagombeaji watatu, nikumbusha kwamba chama tawala kimemtoa Mheshimiwa Paul Kagame ambaye anawania kiti hiki kwa muhula wa 3, pamoja na chama cha kijani kikimtoa bwana Frank Habineza pamoja na mgombeaji binafsi huyu bwana Philippe Maimana, ambapo wanajaribu kuzunguka hapa na pale kuweza kunadi sera zao kwa wananchi ili kwamba tarehe 4 mwezi wa 8 mwezi ujao waweze kupatiwa nafasi ya kuweza kuingia Ikulu. Na baadaye, baada ya mlio kidogo wa tangazo, tutarejea tukiingia katika swala diplomasia pamoja na usalama kwa namna ya mapana. Karibu. Rwanda rwagasabo rwuguru y'amarembo we shenge ururagenda Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda twaje ngo tujye inama tujye imigambi we myiza yo
n'umwete n'ubumenyi dutunze we mama turi abanyarwanda Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutange umusanzu we wo kubaka u Rwanda Afurika na Amerika Aziya n'Uburayi we naho uzahasanga u Rwanda Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutange umusanzu we wo kubaka u Rwanda Australia mwumva n'umubare kure cyane we naho uzahasanga u Rwanda Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutange umusanzu we wo kubaka u Rwanda nahaye amajwi y'urwunge n'umurya w'izo nanga we nabyo kubaka u Rwanda Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutange umusanzu we wo kubaka u Rwanda nahaye amajwi y'urwunge n'umurya w'izo nanga we nabyo byubaka u Rwanda Rwanda rugari twataje kuri gakondo Naam, karibu tena mtazamaji wa RTV katika makala hii maalum ambayo tunajadili uchaguzi wa Rwanda katika mbio za kuingia Ikulu mwaka 2017 ambapo na wachambuzi wangu wawili, kulia kwangu na mzee Israel Gahamanya ambaye ni mchambuzi vile vile na mfuatiliaji wa siasa mkongwe, vile vile kulia kushoto kwangu na mzee Tom Ndahila ambaye ni mwandishi na mtetezi pamoja na mfuatiliaji wa masuala ya utafiti katika masuala ya mauaji ya kimbali. Tunajaribu kudurusu safari hii ya kuingia Ikulu mwaka 2017 ambako Rwanda wanafanya uchaguzi tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2017 ambapo Wanyarwanda takribani milioni 6.8 watateremka vituoni kuweza kupiga kura, lakini wale katika nchi za kigeni watapiga kura tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2017. Naam. Mzee Tom, nianze na wewe. Tutazame hili swala la miundombinu. Ukitazama swala la miundombinu katika ilani za vyama hivi viwili pamoja na mgombeaji binafsi limezungumziwa, lakini ukitazama kwa mfano chama RPF unaona kwamba kidogo kama tulivyosema kuna mapana makubwa ya kuweza mpaka wanaainisha kilomita za kwa mfano barabara zitakazojengwa, wanaainisha kabisa viwanja vya ndege ambavyo vitajengwa, wanaainisha. Vipi wagombeaji wengine wana safari gani kuhakikisha kwamba sasa haya masuala kimsingi yanafikia kile kiwango ambacho kinatakiwa? Ilani ya uchaguzi nzuri ni ilani ambayo inazungumzia mambo ambayo si kwa haiendi kwenye kinagaubaga, inazungumzia misingi mikubwa. Na kitu ambacho inaonyesha kweli ni kwamba miundombinu Rwanda, hasa barabara na maji, nishati, ni nyenzo ambazo zinachangia sana katika maendeleo, na ni vitu ambavyo vimekuwa vikishughulikiwa. Ukiangalia RPF yenyewe inazungumzia na vitu ambavyo vimekwisha vipanga kwa vitafanyika, na wanasema hela itatoka wapi. Sio kwamba wanazungumzia kwa unaposema kwa utaondoa kodi halafu unasema utaongeza mishahara, hivyo kwa nazungumza mzee Gahamanyi, ni kidogo inakuwa utani na utani wa kisiasa. Sasa za utani, wakati unatafuta kura za watu, huwezi kuleta utani. Wanakusikia, ukisikia wananchi wa kawaida wanasema huyu anatuambia anataka kuwapa chakula wanafunzi, atapata wapi hela wakati anazungumzia kupunguza na kuondoa kodi. Sasa hii miundombinu ukiangalia kilichosaidia kuna vitu vitatu ambavyo miundombinu hasa barabara zitasaidia
ambayo imepangwa na chama tawala na Green Party na yeye kidogo halizungumzi sana kwa sababu nadhani kuna watu ambao wanalijua zaidi. Unapounganisha pande tofauti za nchi unasaidia kwanza kwenye kilimo. Kulikuwa na sehemu ambazo zilikuwa kuna mazao mengi kuliko sehemu zingine, lakini huwezi kusafirisha kwa njia rahisi. Vile vile hizo barabara zitakuwa zitasaidia njia za umeme. Vitu hivi nadhani RPF imeweza kujizatiti na ina mwelekeo ambao kidogo una mashiko, sio hekaya. Kuna siasa zingine ukizisikia unadhani unaona ni kama ni hekaya. Na Mzee Gahamanya, labda tuangalie swala la usalama katika nchi hii. Ukiangalia nchi hii ipo katika eneo la maziwa makuu, eneo ambalo kimsingi ukijaribu kutathmini ni kwamba ni eneo ambalo limekuwa na changamoto za usalama mdogo katika eneo hili, na ni nchi ndogo ambayo kimsingi ipo katikati mwa mataifa ambayo hali haijawa shwari, haijatengamaa. Lakini nchi ambayo tathmini na ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba ni nchi ya kwanza barani Afrika ambapo mwananchi anatembea mchana na usiku bila matatizo. Nchi ambayo kimsingi na usalama. Nini ambacho mgombeaji huyu kati ya hawa watatu ambaye anataka aingie Ikulu, nini afanye kwamba usalama huu uendelee kuimarika kama ambavyo tunaona leo? Kwa kweli ni kuendelea kuwashirikisha wananchi. Jambo la pili ni kuendelea kuwa na diplomacy. Alafu unakuwa na maamuzi yasiyokuwa na msingi. Unaamua tu kesho, mambo yanakuja, unaamua kesho unafanya. RPF kwa historia yake imekuwa ikifanya kazi baada ya kuchunguza. Tumekuwa na watu waliokuwa wanataka matata kwa nchi hii, lakini tumekwishaona RPF ilivyokuwa inaondoa kabisa matatizo yanayoyoka kama nini. Sasa ile ni diplomacy, ni watu kukaa na busara zao, wanajua lipi zuri lipi baya kwa kuangalia na kesho, sio leo. Kwa hiyo RPF ina uzoefu ni kama ni uzoefu wa kipaji. Wana kipaji cha kuamua, na mara nyingi kinachofanya waamue vizuri ni kujali sana maisha ya wananchi. RPF inajali sana wananchi. Naam, tutarejea. Mzee Tom, hivi labda nisaidieni na kwa mtazamaji wetu pale ajaribu kumsaidia kwamba tunapozungumzia usalama hivi tunakuwa na maana gani? Maana anavyosema kuwajali wananchi, mimi kimsingi nilikuwa nazungumzia usalama wa mipaka kwamba nchi hii unaweza kutembea raha mstarehe, asikusumbue mtu. Tunapozungumzia usalama tunakuwa na maana gani? Usalama haina maana ya kutokuwepo na vita. Mtu ambaye ana njaa hana usalama. Mtu ambaye anaumwa na hana tiba, hana uhakika wa kupata tiba, hana usalama. Mtu ambaye anawekeza mali zake lakini hana uhakika wa kufanya biashara yake bila bugudha, hana usalama. Sasa usalama ambao wanaozungumzia ni ule wa kutembea nchini na kutoka nchini au kurudi nchini bila matatizo yote. Usalama ambao unapaswa kuangaliwa ni ule usalama kwa mapana. Kwa maisha ya mtu ya kawaida. Unajua mtu anapozungumzia Rwanda, usipojua uweze kujua tofauti ya Rwanda ya leo na Rwanda ya zamani. Tofauti iko wapi? Tofauti ni kubwa sana. Zamani labda kwa ufupi tofauti iko wapi? Nitakueleza vitu vinne kwa ufupi. Vinne. Kitu cha kwanza, kulikuwa na mtu Wanyarwanda wote walikuwa na haki sawa, hakuwa na haki sawa. Kulikuwa na mtu ana haki ya kusoma, kufanya kazi, na wengine hana haki kabisa. Mnyarwanda alikuwa hawezi kutoka hapa aende akakae mahali anapotaka kwenye sehemu ya Rwanda bila kuwepo na kibali maalum cha kibali maalum. Na kulikuwa na kitu kama passport ya kutembea nchini.
Sasa hivi vitu havipo. Kwamba kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine uko unataka kibali, pasi ya kusafiria pale. Pasi ya kusafiri, na ukitaka kulala mahali inabidi kuwepo na kibali cha kulala mahali pale. Kwenye nchi moja. Kwenye nchi moja, hivi vitu havipo sasa hivi. Mtu unakuwa wanasema kwa watu kadhaa, watu fulani hawawezi kupata nafasi ya elimu. Sasa hivi kila mtu inakuwa kama mtu analazimishwa kusoma sasa hivi. Zamani elimu ilikuwa ni tunu, mtu anatunukiwa, ni kitu ambacho mtu anapewa na anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata elimu. Sasa hivi hicho kitu hakipo. Leo hii Wanyarwanda wenye bima za matibabu, bima ya tiba, wanakaribia 90%. Huu ni usalama wa afya. Kutoka na kurudi nchini Rwanda ilikuwa ni njozi. Leo hii ukiangalia katiba ya Rwanda na katika utekelezaji wa sera, Mnyarwanda ana haki yote na hakuna mtu ambaye anaweza kumrubuni hiyo haki ya Unyarwanda. Sasa ni kwamba kwa tuna vizazi vya watu wenye miaka 20, 25, 30, hayo wameyasahau. Hawayajui hayo, wanayajua yaliyopo. Sasa jambo la muhimu ni nadhani alianzia Mzee Gahamanyi ni kuyaendeleza hayo ambayo yanamfanya Mnyarwanda aishi kwa amani. Unaposema kuwa kutakuwepo na uchaguzi siku mbili tofauti, uchaguzi wa tarehe 3 mwezi wa 8 na uchaguzi wa tarehe 4 mwezi wa 8. Huyo Mnyarwanda ambaye anakaa nje ya Rwanda, sasa hivi anatambulika kama Mnyarwanda. Zamani haikuwepo hilo. Hilo halikuwepo. Sasa kwa hivyo kuna usalama wa Mnyarwanda anaishi Rwanda na usalama wa Mnyarwanda anaishi nchi za kigeni. Angalau kutambuliwa kuwa na haki katika nchi yake na ana haki ya kufanya maamuzi ya nani aongoze Rwanda kule aliko. Kwa anayetaka, kwa sababu sio lazima, lakini kwa yule anayetaka kusema kuwa nataka nitoe kura yangu kwa mtu fulani, hiyo haki anayo. Zamani haikuwepo. Mzee Gahamanyi, kitu ambacho nitaka niongezee. Ndio nilikuwa nataka jaribu labda kufafanua, kwa sababu kama alivyosema amejaribu kuchambua usalama katika upana wake, kwamba si usalama wa ulinzi wa mipaka na bunduki na kadhalika, lakini usalama mpaka kule ndani, kwamba watoto wana amani, kwamba wanapata chakula, wanapata bima ya afya, wanapata kwenda shule bila ubaguzi wowote. Kuna zaidi ya hilo, kwamba leo labda hawa wagombeaji watatu wafanye zaidi ya hilo. Ndio nataka niulize. Kusema kweli ni kuliendeleza. Ni kuendeleza hayo, na kama nilivyosema, na kuwawezesha baadhi ya wazazi wasiojiweza waweze kujisaidia na kusaidia serikali wakifanya kazi wao wenyewe, watoe mchango unaoonekana. Wasiendelee kulialia kwamba sisi tunaweza kwa hali ya chini hivi. Manake samahani, manake kuna wengine wanadhani kwamba hizi sera za serikali za kuweza kuwapa kila kitu wananchi, wakati mwingine na wafanya wabweteke na wasifanye kazi kwa bidii. Hiyo tumeikuta. Zamani kulikuwa na kitu serikali zilizotangulia, kwa kitu kilichoitwa food for work. Ndicho kilikuwa kinatawala nchi hii. Tajiri anakuja, investor anakuja na wafanyisha kazi wanapata chakula. Basi wanajisahau. Sasa hii ni kujenga udhaifu wa fikra kwa wananchi. Sasa serikali hilo imelifuta kabisa. Inalifuta. Na nimewahi kuona inalitumia mahali ambapo kuna shida njaa, kumekuwa na ukame muda mrefu. Sasa ile ni kama kusaidia, lakini utakuta katika nchi nyingine wanapopushu. Lakini mwananchi wa Rwanda, kama kweli kumekuwa na ukame, wanamsaidia ili aweze kujisaidia. Ndicho wanachofanya. Lakini kitu ambacho nitaka niseme ambacho ni pekee, mwaka 94 wakati tunakuja hapa baada ya genocide, nchi hii majirani zetu walikuwa wanaogopa kuja. Kwa baadhi tunawaalika marafiki zetu, wanakuja huku kwao, wameombea, wanapiga magoti, wanaomba kwamba wanakwenda kufa. Lakini leo hii Mnyarwanda ni mtu ambaye amepewa heshima, kwa sababu tuna haki zetu, tunafurahia nchi yetu, na hii mbiu imekwenda mpaka nje ya mpaka
askari wetu wanakwenda hata kuchunga usalama kwa nchi zingine. Hilo la askari mzee Tom ndio nilikuwa nataka nizungumze kwamba sasa hivi ukiangalia tathmini za mashirika ya kimataifa zinaonyesha kwamba Rwanda ni nchi ya 5 katika kuwa na wanajeshi wa ulinzi wa usalama katika mataifa mbalimbali na mpaka wadadisi wanasema kwamba wangeangalia ukubwa wa nchi, yumkini labda ingekuwa nchi ya pili kwa sababu idadi ya wanajeshi inakwenda sambamba na idadi ya wananchi wanapotoka wale askari pamoja na ukubwa wa nchi. Labda hii siri iko wapi? Na hawa wagombeaji watatu wanaoingia Ikulu, mmoja wao anayeingia Ikulu, nini afanye kuhakikisha kwamba sasa hali hii inaendelea kuwa hivi ama labda inazidi kupanda zaidi ambapo ilipo? Kuna kuelimika na kufuzu katika elimu. Utofauti uko wapi? Elimu, kuna kitu ambacho Rwanda imefuzu. Imefuzu katika nyanja kuweza kujitoa katika matatizo. Kusingekuwa na uongozi thabiti wa Rais Kagame baada ya mwaka 1994, nchi ambayo ilikuwa benki zote zimeibiwa pesa, umeua watu zaidi ya milioni, wengine umechukua nje ya mipaka. Nchi hii singekuwa na uongozi thabiti, tungekuwa nyuma ya nchi kama Somalia. Ni kwamba ni nchi ambayo pengine ingekuwa kwenye ramani ya dunia. Haipo. Ingekuwepo kwenye ramani ya dunia, lakini haiko kwenye ramani ya kitu chote kinachozungumzia maendeleo. Leo hii mtu anapozungumzia Rwanda ni angalo ni nchi ipo na ni nchi ambayo inaweza kusikilizwa. Sasa mwanajeshi wa Rwanda sio kwamba anapelekwa kwa sababu hana kazi huku, ni kwa sababu ana uzoefu wa kufanya kitu tofauti cha kuweza kumuendeleza mwananchi. Sio mwanajeshi ambaye anajua kufyatua risasi, kuendesha kifaru, kuendesha mzinga. Ni askari ambaye anayajua yote hayo na anayajua vizuri. Sio kwamba anajua kidogo, anajua vizuri kwa sababu vita kapigana, lakini anajua hata namna ya kupoza mioyo ya watu wenye shida. Ana siri za uongozi. Anafundishwa uongozi na uongozi unao wahusu wananchi. Askari wa Rwanda asipokuwa ni wakati wa amani, anajihusisha na mambo ya tiba, atajihusisha na mambo ya ujenzi wa barabara, atajihusisha na mambo ya uokoaji, atajihusisha na mambo tofauti. Na labda nizungumzie kwa kitu kifupi tu, ni kwamba ni mtu ambaye anajua kuumia ni nini. Anafahamu kwa sababu anafahamu maumivu ni kitu gani. Anafahamu maumivu ya kiroho, anafahamu maumivu ya kimwili, anajua kuteseka maana yake ni nini. Alishawahi kukaa na mtu wakati wa vita. Kuna askari wa RPF walikuwa wanapigana vita, wamebeba wagonjwa mgongoni. Tena hao waliobeba mgongoni sio maaskari wenzake, ni watu ambao wamejeruhiwa kwenye mauaji ya kimbali. Sasa watu hao wanakuwa wamejenga kitu fulani ndani yao, na mahali pote ambapo wamekwenda kwenye hizi mission za ujumbe wa kuleta amani, nadhani ripoti zinazotolewa ndizo zinasababisha waiulize nchi ya Rwanda. Tafadhali tunaweza kupata zaidi. Ni kweli tunaweza kupata zaidi. Naam, karibia tunaelekea mwisho. Napenda tu niwaulize nyote wawili katika swala hili la diplomasia. Tuitazame Rwanda katika diplomasia tukilinganisha sera za wagombeaji watatu wanaoingia Ikulu mwezi wa 8. Ukitazama vile vile kama ulivyogusia ni kwamba Rwanda imekuwa ikipatikana katika medani mbalimbali za kimataifa, katika Umoja wa Afrika AU, katika Umoja wa Mataifa na kadhalika. Nini ambacho wafanye kwamba kuhakikisha sasa pengine labda changamoto ambazo zimekuwa labda zikipatikana hapa na pale, waandishi wa habari hapa na pale wakiandika ripoti ambazo wakati mwingine si nzuri katika nchi hii, nini ambacho rais atakayeingia madarakani baada ya tarehe 4 afanye? Mzee Gahamanyi, nikianza na wewe kwa ufupi kwa sababu tunaelekea mwisho. Mimi maneno mengi sina. Mimi nilidhani kwamba ni kuendeleza aliyopo. Ni kuendeleza aliyopo kwa sababu
kama alivyosema diplomacy au itifaki, nadhani wanaita itifaki. Diplomasia. Itifaki imeendelezwa katika nchi hii. Ndio maana na wakati itifaki inapoendelea bado tuna ule moyo wa kuwa sisi wenyewe. Tunakuwa sisi wenyewe. Viongozi wetu wanakuwa wao wenyewe kwa misingi ya kwamba wanasimamia Wanyarwanda. Kiongozi wa Rwanda anajivuna kwa sababu anajua kwamba analolisema linatakiwa na Wanyarwanda wote. Kwa hiyo ndio maana anapokwenda kwenye diplomasi anakuwa ni mwenyewe. Wale ambao anazungumza nao wanamunga mkono. Alafu wanasema kwamba hata kwao wako hivi. Hata kwao wametoka huku walikuwa wamekwisha kabisa kama alivyosema Tom, lakini sasa wamesimama kwenye nafasi zinazoonekana katika mataifa mbalimbali. Kwa hiyo wanatuamini kwa kuwa na sisi tunajiamini. Sisi sio watumwa wa nchi yoyote ile. Naam. Ila sisi ni marafiki wa nchi yoyote. Naam. Nataka niwaulize swali moja ambalo pengine litakuwa labda swali la mwisho. Kiongozi atakayeingia madarakani, atakayeingia Ikulu baada ya tarehe 4, katika hii misingi ambayo mmezungumzia, misingi ya usalama, misingi ya demokrasia, misingi ya uchumi, misingi ya na kadhalika, nini ambacho anatakiwa afanye na nini ambacho anatakiwa asifanye, yani akiepuke? Hilo ni swali ambalo nawarushia nyote wawili. Labda naanza na mzee Tom. Katika safari ya safari tuliomo, kiongozi asipotoke kutoka kwenye nchi yomo. Ni kitu cha kwanza na kitu cha muhimu. Iwe katika usalama hakuna kupotoka. Iwe katika diplomasia, kwa sababu diplomasia iliyokuwepo ni diplomasia ya kujitegemea na diplomasia kuheshimiana. Diplomasia ya Rwanda imekuwa ya kusema kuwa nisaidie ili niweze kujiendeleza. Sio nisaidie nizidi niendelee kuwa omba. Hicho ni kitu muhimu. Naam. Kitu kingine, labda vitu viwili. Kitu kingine ni kwamba ni elimu ya watu kujitegemea ni kitu muhimu ambacho njia hiyo hatupashi kupotoka, kwa sababu tukienda pembeni tunaweza tukarudi katika hali ya kuombaomba, na unapoombaomba asante sana mzee Tom. Unayemwomba ndio muda ndio unatupa mkono. Mzee Gahamanyi, utaniwia radhi, samahani. Na mtazamaji, tulikuwa tunadurusu mbio za kuingia Ikulu mwaka 2017 ambapo wagombeaji watatu wanaingia Ikulu, wanagombea kuingia Ikulu wakiradi sera zao hapa na pale. Wachambuzi wangu walikuwa kutoka kulia, nilikuwa na mzee Zuri Gahamanyi ambaye ni mkongwe wa siasa za maziwa makuu na siasa za Rwanda kwa ujumla, na ambaye sasa hivi ni mtetezi wa haki za binadamu kwa ujumla. Kulia kushoto kwangu nilikuwa na mzee Tom Dahiro ambaye ni mwandishi wa vitabu lakini mfuatiliaji wa masuala ya uandishi katika masuala ya kupambana na mauaji ya kimbali, genocide, ambaye ni mtafiti kabisa katika hapa nchini Rwanda, akifahamika katika kazi hiyo. Moja kwa moja mlikuwa mnatufuatilia mbashara hapa katika RTV, televisheni yako ya taifa. Jina langu naitwa Silvanus Karemera. Tukutane wakati mwingine. Hii ilikuwa ni makala maalum kuhusu uchaguzi wa Rwanda mwaka 2017. Kwaherini kwa sasa.